Haleluya. Ni mtumishi wa Mungu Derek Michael. Ni neema iliyo ya kipekee na upendo ambao ulio wa kipekee ambao Mungu amewaachilia tena kwa ajili yako wewe mwenyewe. Mungu bado ana haja na maisha yako. Naomba nizungumze na mtu mmoja ambaye yupo kwenye wakati mgumu, hajui cha kufanya, amekata tamaa, anaona kwamba Mungu hayupo upande wake. Mungu hajawahi kumwacha mtu wake, lakini mtu wake ndio anaweza akamwacha Mungu. Kwa hiyo jitie moyo, jiambie wewe mwenyewe kwamba Mungu yupo upande wangu. Mungu wakati wote ni mwema. Hata ambao wakati uliopo unaopitia sasa hivi bado Mungu anabaki kuwa mwema. Inaweza kuwa kabisa unaona kwamba changamoto ambayo unaoipitia inakufanya ujione kwamba hakuna tena tumaini kesho, lakini nikupe uhakika kwamba Mungu kunalo tumaini. Mungu kuna uwezekano tena wa kuweza kukuokoa wewe na kukutoa kwenye shida unayopitia. Kuna mtu mmoja napokuwa nazungumza na mtu mmoja ambaye kwa sasa anapitia changamoto, yupo kwenye sintofahamu. Kuna shida ambayo ipo anayoipitia ambayo hajui kesho yake itakuwaje. Kuna mtu yupo ana kesi mahakamani, hajui kwamba kesho yake itakuwaje, hukumu itakayotolewa itakuwaje, na anafikiria mara mbili tofauti. Anafikiria nini kitakacho kumsaidia kuweza kutoka kwenye hiyo shida. Ni kuhakikishie Mungu atakuwa upande wako. Maisha ambayo tunaokuwa tunaishi hapa duniani ni maisha ambayo ni lazima uamue kuwa upande upi. Ni lazima uamue kuwa na upande ambao wewe mwenyewe utakuwa umeamua kuishi. Dunia ina pande mbili. Kuna upande wa giza na upande wa nuru. Upande wa nuru mtawala wake ni Mungu. Upande wa giza mtawala wake ni Shetani. Na upande wa Shetani una maamuzi yake. Na upande wa Shetani una mamlaka yake. Na upande wa giza ambao Shetani anautawala, kuna vitu ambavyo vipo vinavyofanyika, kuna desturi na kuna kanuni zake. Lakini kuna upande ambao ni upande wa nuru ambao Mungu ndio anautawala. Ni upande ambao kuna kanuni zake, ni upande ambao kuna taratibu zake za kuweza kuishi. Hasa kwenye maisha ambao tunaoishi hapa duniani, kumekuwa na sintofahamu yamba kwa nini ule upande wa nuru unaonekana kana kwamba hauna nguvu, na kwa inaonekana kwamba upande wa giza, upande ambao unaongozwa na Shetani, ndio wenye nguvu zaidi. Nikwambie tu ni kwamba ni hapana. Si kweli kwamba upande wa giza una nguvu kuliko upande wa nuru, lakini uhalisia ni kwamba upande wa nuru ndio wenye nguvu zaidi kuliko upande wa giza. Lakini ni kwa sababu gani upande wa giza unaonekana kwamba ndio wenye nguvu kuliko upande wa nuru? Ni kwa sababu ya watu wameamua kuchagua huo upande wa giza. Ni kwa sababu watu wameamua kuchagua huo upande ambao Shetani, ambaye ndio mungu wa dunia hii, anauongoza. Lakini watu wamesahau upande ambao Mungu yupo. Upande ambapo Mungu yupo ni vigumu kuutambua kama we mwenyewe haujaamua kuchagua. Lakini ni rahisi sana mtu kuchagua ule upande ambao giza lipo. Giza likitanda, mwanga unapokosekana, watu wengi lazima wataenda kwenye giza. Lakini mwanga unapokuwa, watu wengi wataenda kwenye huo mwanga. Na ndiyo maana Mungu ameachilia watumishi wake ili kuweza kuleta mwanga, ili kuweza kuyamulika maisha ya watu na kuweza kuwatoa kwenye giza na kuwapeleka kwenye nuru. Kuna watu wapo wanapitia matatizo, kuna watu wapo kwenye shida tofauti ambazo zimewakumba. Kuna mtu yupo kwenye biashara yake, lakini biashara yake haiendi. Biashara yake imegoma. Biashara yake haina matokeo. Ameanzisha biashara, lakini kadiri siku zinavyoenda ndio faida ambavyo inavyozidi kupungua. Alianza faida ikiwa kubwa, lakini kadiri ya siku zinavyoendelea faida inazidi kushuka na hasara inazidi kuongezeka.
ni kwamba si kwamba Mungu hayupo pamoja na wewe, lakini ni kwamba tunataka kufanyika ni nini? Ni kwamba upande wa giza unakutaka kuonyesha kwamba ni upande wenye nguvu, ni upande ambao una mamlaka, ni upande ambao unaweza ukakufanikisha, ni upande ambao unaweza ukakutoa kwenye tabu unayopitia, ni upande ambao unaweza ukakusaidia wewe kupata faida, lakini si kweli. Lakini namna tu ambapo inataka huo upande wa giza, kwamba ili ufanye maamuzi ya kutoka kwenye ule upande ambapo uliopo upande wa nuru, ili uhamie kwenye upande wa giza. Na siku zote shetani mashambulizi anayokuwa anayafanya kwa sababu ya kukutoa kwenye upande wa Mungu, upande ambao Mungu yupo. Jiulize kwenye maisha yako, je, upo upande wa Mungu ama upo upande wa giza? Na upande wa giza ndio ambao shetani anautawala, lakini upande wa Mungu ndio upande ambapo Mungu anatawala. Ndipo upande ambapo nuru ipo, ndipo upande ambapo kuna raha, ndipo upande ambapo kuna amani, ndipo upande ambapo kuna furaha. Usidanganyike na dunia. Dunia haina furaha ya kuweza kukupatia. Dunia hakuna ambacho inaweza kukupatia kikakufurahisha, lakini pekee tu ambacho unaweza ukakipata cha kukufurahisha na kikadumu ni kwenye upande wa Mungu. Upande wa Mungu ndio upande ambao una furaha, ndio upande ambao una amani, ndio upande ambao utapata kila kitu unachokuwa unakihitaji. Lakini kuna kanuni na taratibu na desturi na mila na ambazo ukizifuata na ukaziishi, lazima uyaone mazuri, lazima uyaone manono, lazima uyaone mema, lazima ufanikiwe katika njia zako. Pamoja na Ibrahim, amali zao zilikuwa nyingi, ikafika kwamba sehemu waliokuwepo ukawa ni ndogo kuliko mali zao, nao wakaamua kutawanyika sasa, kwamba tugawane. Ibrahim akamwambia Rutu, tutagawana. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo na ile sura ya 13, Ibrahim akamwambia Rutu kwamba tutagawana. Kama wewe utaenda upande wa kushoto, mimi nitaenda upande wa kuume. Kama wewe utaenda upande wa kuume, mimi nitaenda upande wa kushoto. Hapo ndipo walipogawana. Hapo ndipo akaamua kila mtu aende upande wake. Rutu akaamua aende bonde la Yordani. Kwenye bonde la Yordani alipoenda Rutu akasogea, hakuenda tu bonde la Yordani, lakini Biblia inasema akasogea zaidi, akaenda mpaka upande wa Sodoma. Lakini upande ambapo Ibrahim aliuchagua ni upande wa Kanaani. Akaenda upande ambapo nchi ya Kanaani, ambao baadaye Mungu anakuja kumtokea, anamwambia Ibrahim, angalia upande uliopo, angalia kaskazini na angalia na kusini. Hiyo sehemu yote unaoona, upande wote utakaochagua, nimekupa wewe umiliki pamoja na uzao wako. Na ndiyo nchi ambao kuliokuwa na manono, ndiyo nchi ambao kuliokuwa na maziwa, ndiyo nchi ambayo Mungu akambarikia Ibrahim, ndiyo nchi ambayo Mungu alimwapia atambariki yeye na vizazi vyake. Kwa sababu gani? Ibrahim aliamua kuchagua upande ambapo Mungu yupo. Kwenye maisha, kama usipochagua upande wa Mungu, wewe una uhakika kwamba utakuwa kwenye upande wa giza. Wewe una uhakika kwamba utaenda upande ambapo utapitia mabaya. Angalia, Rutu anachagua kwenda upande wa bonde la Yordani. Aliuona ni upande mzuri uliokuwa unavutia, ni upande ambapo kulikuwa mazingira yake yanaonekana ni mazuri. Asijue ya kuwa kwamba ndio anaenda kwenye upande ambapo Mungu atakuja kuachilia maangamizi. Hivyo kwenye hii dunia tunaokuwa tunaishi, tuna chaguzi nyingi sana ambazo zinapokuwa zinazoonyesha kwamba tuna mema ambayo tunayafurahia. Watu wa dunia hii wanakutana na mema hayo, wanakutana na hayo mazuri, wanakutana na hayo ambayo wanayoona kwa akili zao kwamba ni mazuri na ni mema, lakini wasijue ya kuwa kwamba hayo mema ambayo wanayaona ni ya kitambo tu, na mema ambayo wanayoyaona ni kwamba yana mwisho wake, na mwisho wake ni mbaya. Lengo lake la hayo mema ambayo wanaokuwa tunapata ili kwamba wawe upande wa giza, ili kwamba wawe upande ambao shetani yupo, ili kwamba wawe upande ambapo Ibilisi ambaye ni mungu wa dunia hii ndio yupo, na wanasahau upande ambapo Mungu ameahidi, na anasahau upande ambapo kuna manono, na anasahau upande ambapo kuna